Habari, sasa hivi tumekuwa na changamoto ya upungufu wa nguvu za kiume. Sasa wengi wamekuwa wakituuliza sababu zinazopelekea upungufu wa nguvu za kiume ni zipi, lakini pia kuna baadhi ya maswali machache wengi wamekuwa wakituuliza. Sasa leo nitaweza kuyatolea ufafanuzi hapa. Swali la kwanza, kama kuna tiba ya kuweza kuongeza maumbile, lakini cha pili, kama inakuwaje, wengi wamekuwa wakituuliza baadhi ya maswali. Kwa mfano kukuta korodani moja, nyingine iko chini zaidi, nyingine iko juu. Wamekuwa wakituuliza, je, ni changamoto? Hayo ni maswali ambayo wamekuwa wakituuliza. Lakini pia utagunduaje kwamba wewe nguvu zako za kiume zimeweza kupungua? Moja ya maswali ambayo wengi wamekuwa wakituuliza. Lakini pia kuna maswali kadha wa kadha. Kwa hiyo na wewe kama utakuwa na swali utauliza kwenye comment na mimi nitaweza kukujibu. Nikukumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usisahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma moja kwa moja kila siku. Kwa hiyo swali la kwanza linalohusiana na namna ya kukuza maumbile ni moja ya swali ambalo wengi wamekuwa wakitaka kufahamu uhalisia ulioko hapa, kama ni kweli au la. Sasa ndugu yangu, nipende kukumbusha kwamba hakuna tiba ambayo imethibitishwa moja kwa moja ya kuweza kuongeza maumbile, lakini pia nitoe maelekezo kidogo ili wengi tufahamu. Kama wewe umezaliwa na maumbile yako madogo, yani umezaliwa na ume wako mdogo, umezaliwa na kibamia, basi ndugu yangu hakuna tiba ambayo inaweza ikaongeza hayo maumbile. Hiyo ni swali namba moja, nimeweza kulijibu. Lakini kuna wale ambao inawezekana maumbile yakaweza kuongezeka. Nimewambia kwamba inawezekana kuongezeka au isiwezekane. Yawezekani kwa wale ambao ume wao ni mdogo, lakini pia inawezekana kwa wale ambao ume wao umekuwa mdogo sababu ya kupiga punyeto, kuwa na changamoto ya hydrocele, varicocele, lakini pia na ngiri. Hivyo ni moja ya sababu ambazo zinasababisha wanaume wengi kuwa na uume pia mdogo. Kwa hiyo kama wewe ulizaliwa na uume wako ukiwa mkubwa, lakini kutokana na changamoto za hapa na pale unakuta uume umeweza kuwa mdogo, basi ndugu yangu, hapo unaweza ukapata tiba kabisa ya kuweza kukusaidia. Ndio maana kwetu tunatoa tiba ya kunyoosha uume bure kabisa. Ni nzuri sana, imesaidia watu kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia utajuaje kwamba nguvu zako za kiume zipo? Utajuaje kama nguvu zako za kiume zipo? Namba moja, mara nyingi nimekuwa nikwambieni, angalia ili asubuhi unapoamka. Kama unaamka asubuhi kabisa ume wako mara kwa mara unakuwa umesimama, basi ndugu yangu wewe uko fiti, yani haina haja ya kupambana. Wengi mmekuwa mkipambana kuendelea kutafuta tiba, lakini kumbe tiba mnazo. Yani sio kwamba mna shida, hamna shida kabisa, ila kutokana na baadhi ya vitu kushindwa kuvifahamu. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho tunatakiwa kufahamu ni kwamba kama ume wako unaamka asubuhi umenyooka, umesimama, basi wewe nguvu zako za kiume unazo, haina haja ya kuanza kuhangaika. Kwa nini asubuhi? Kwa sababu asubuhi akili inakuwa imetulia, mzunguko wa damu unakuwa vizuri, kwa hiyo ni rahisi sana kuweza kuperform vizuri. Lakini pia kitu kingine ambacho wengi wamekuwa wakituuliza, kuna jambo jingine ambalo wengi wamekuwa wakituuliza kwenye upande wa nguvu za kiume, namna ya kupata tiba ya kukaa kwenye tendo la ndoa kwa dakika 30. Ni moja ya kitu ambacho wengi tumekuwa tukiulizwa mara kwa mara, ila nipende kukufahamisha kwamba tiba ya kukaa kwenye tendo la ndoa kwa dakika 30 sidhani kama ipo. Regardless unafanya sex na mtu ambaye maybe amekufa, yani ambaye hatoi ute, hatoi joto lolote, kwa sababu mwanaume mekanizmu ya kumwaga ni pale ume wake unapopata joto la kutosha anamwaga. Ndio maana wengi wanaofanya mapenzi na wale wanawake ambao wanakuwa na maji mengi ni rahisi sana kumwaga, kwa sababu yale maji yanatoa joto kiurahisi. Kwa hiyo wewe unayesumbuka kutafuta dawa za dakika 35 40, wewe unajisumbua. Kama unalimudu tendo la ndoa ndani ya dakika 3 mpaka 7, wewe ndugu yangu uko good. Lakini kama ni chini ya dakika 2, dakika 1, wewe hiyo tunasema ni premature ejaculation. Dakika 3 mpaka 7 wewe uko vizuri, lakini dakika 15 kuendelea tunasema ni delayed ejaculation moja kwa moja. Kwa hiyo ndugu zangu, basi hiyo msiwe na, yani kama una dakika 3 mpaka 7 uko kwenye tendo la ndoa, basi ndugu yangu wewe nguvu za kiume unazo, haina haja ya kwanza kuhangaika huku na kule na kuendelea kutafuta tiba. Lakini pia wale walioniuliza mwanamke anatumia muda gani, mwanamke huwa anatumia dakika 8
mpaka 20 kuweza kufika kileleni. Sasa hapa nitawaambieni sababu zinazosababisha upungufu wa nguvu za kiume. Cha kwanza ni magonjwa ya kibofu, prostate, lakini pia na mfumo wa mkojo. Tunapoongelea prostate tunaongelea tezi ya testosterone. Prostate tunaongelea changamoto ya tezi dume. Ni moja ya changamoto kubwa sana. Tunasema tezi dume ni changamoto inayotokea kwenye tezi ambayo inaitwa tezi dume. Sasa hiyo tezi dume ndio hiyo inatoa yale maji ambayo yanatangulia kwa ajili ya kutengeneza njia ya shahawa zisije zikakutana na joto ambalo zinaweza zikafa. Kwa hiyo kinachotokea ni unapokuwa na magonjwa ya kibofu na changamoto yote kwenye kibofu, na mawe kwenye kibofu, ndugu yangu, ni hatari sana, nguvu zako za kiume zinakuwa chini. Lakini pia mfumo wa mkojo una changamoto ya UTI. Wanaume wengi wamekuwa changamoto ya UTI na bado wanatafuta dawa ya kuongeza nguvu za kiume. Ndugu yangu, hii haiwezekani. Kama una changamoto ya prostate, una changamoto ya magonjwa ya kibofu na changamoto ya mfumo wa mkojo, ndugu yangu, hapo unatakiwa kutafuta suluhisho la hayo changamoto. Lakini namba 2, tezi ya testosterone kuweza kushuka, ambayo tunasema raw T au raw testosterone. Mwanaume anageuka, anakuwa na raw powder mode pale inapo testosterone inapopungua, kwa sababu testosterone ni ni homoni tunayoitegemea sana ya mwanaume, na ndio hii inahusika sana katika utengenezaji wa mbegu. Kwa hiyo ikitokea kuna changamoto yote kwenye homoni ya testosterone, ndugu yangu, ni ngumu sana kuwa na nguvu za kiume vizuri. Namba 3 tunasema ni dawa fulani, baadhi ya dawa za pressure, dawa za usingizi, dawa za huzuni. Hizi ni dawa zote, wale wanaotumia dawa za upungufu za kupunguza maumivu, dawa za kisukari hupunguza nguvu za kiume. Ndio maana nimekwambieni, kama niambie hapo chini kwenye comment kwamba ni kwa nini wewe unatumia dawa kila siku. Watu wengi wamekuwa wakitumia dawa kila siku. Ni kwa nini? Ni kwa sababu bado hujapata chanzo cha kuondoa changamoto, ndio maana bado unaendelea kutumia hizo dawa kila siku. Kwa hiyo ukipata chanzo cha tatizo au utaendelea kutumia dawa. Sasa utaniambia hapo chini kwa nini wewe unatumia dawa kila siku. Kama una changamoto yote ambayo inakufanya utumie dawa kila siku, niambie kwenye comment ili niweze kukwambia utibu nini ili uweze kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia kingine tunasema msongamano wa mafuta tumboni, wale wenye changamoto ya kitambi ambayo hupandisha zaidi homoni ya estrogen na ushusha testosterone. Kwa hiyo unakuta hamu ya nguvu huwa inashuka. Ndugu yangu, wale wenye mafuta mengi, wenye kitambi, wenye uzito mkubwa, labda tuongee na wenye uzito mkubwa, mna mafuta mengi, yale mafuta huwa yanapandisha homoni ya testosterone, kwa hiyo yanashusha na estrogen. Kwa hiyo ni rahisi sana nguvu zenu za kiume kuweza kupungua. Hakikisha unatibu au unaondoa changamoto ya mafuta. Wapo wengi ambao tuko nao kwenye program, tumewasaidia kuondokana na changamoto hiyo. Lakini pia pombe nyingi, kwa sababu pombe zenyewe zinaunguza zile mbegu. Hicho ndio kitu ambacho unatakiwa kukifahamu. Pombe ni hatari, inapunguza testosterone na kusababisha erectile uume wako kuweza kusimama kiudhaifu. Ni moja ya changamoto kubwa sana. Wengi tumekuwa tukitumia kamnyweso, tumekuwa tukitumia bia, tukitumia pombe za aina yote. Ndugu yangu, pombe ni hatari kwa afya yako. Na ukumbuke, unapokunywa pombe glass 3 ni sawa na calories 600 mpaka 1200. Na unapokunywa pombe huwa mwili wako hauwezi kuchoma mafuta ndani ya masaa 8 mpaka 12. Mafuta yanakaa mwilini ambayo ni hatari kwa afya yako. Lakini pia vyakula vyenye mafuta na tumbaku ambayo vyakula vyenye mafuta huwa vinaziba mishipa yako ya damu polepole na nguvu zinapungua kimya. Kwa hiyo hakikisha unaepuka hivi vyakula vya mafuta. Lakini kuna pressure ya damu. Pressure ya damu, wengi wana changamoto ya pressure. Pressure huwa inazuia mtiririko mzuri wa damu, especially magonjwa kama pressure, lakini pia bawasiri ni changamoto kubwa sana, zikisepelekea nguvu za kiume kuweza kupungua. Kisukari kisichodhibitiwa, kwa sababu kisukari huharibu mishipa ya damu na neva za uume, kwa hiyo nasimama unakuwa ni ngumu sana. Lakini pia uchovu wa mwili na usingizi kidogo, wengi hatupati usingizi, tunakuwa ni watu wachovu. Kama upati usingizi vizuri, nguvu zake za kiume zitaweza
utaweza kupungua. Na mwisho tunasema sio mwisho, msongo wa mawazo. Wengi wamekuwa na changamoto ya msongo wa mawazo, unakuwa na stress au ukiwa na anxiety, moja kwa moja inapelekea mawasiliano ya ubongo kuwa hafifu. Ndio maana hata kama unashiriki tendo la ndoa, akili iko hapa, yani tendo la ndoa liko hapa. Ikitokea hapa akili ikayumba ikawaza kitu kingine, unakuta kabisa hamu inaisha kabisa. Unajiuliza kwamba inakuwaje je? Ila kwa sababu umekuwa na stress. Lakini pia kuna kitu kingine tukiongelea kinaitwa ngiri. Ngiri wengine wasema kuna ngiri, kuna busha, ngiri, busha, tezi dume. Hivi ni vitu ambavyo vinaweza vikawa vinatofautiana majina ila vinaendana. Au mshipa wa ngiri ni moja ya changamoto kubwa sana, na wanaume wengi wamekuwa na changamoto hizi hawafahamu. Bahati nzuri kwenye clip ambazo kwenye video zilizopita tumeshaelezea dalili za ngiri ni zipi. Kwa hiyo kama una changamoto yote ya ngiri, unapata maumivu chini ya kitovu, unapata changamoto yote kwenye korodani, basi hiyo ni changamoto ya ngiri. Hizi ngiri, busha huwa inaathiri nguvu za kiume. Lakini pia mwisho ni changamoto zozote za kiafya ulizonazo, kwa sababu unakuta huwa zinasababisha mwili ukose nguvu, ikiwemo changamoto ya vidonda vya tumbo ambazo ni hatari, na acid reflux. Hivi ni vitu vyote ambavyo vinasababisha upungufu wa nguvu za kiume moja kwa moja. Sasa utaniambia hapo chini kwenye comment, unafikiria wewe, bila kusahau punyeto. Nimesahau jana punyeto au masturbation. Wale wazee wa nyeto, unapokuwa unafanya punyeto huwa unaathiri ile misuli na supply damu kwenye uume. Kwa ile misuli ikishaathirika moja kwa moja huwa inapelekea ikishaathirika huwa inapelekea moja kwa moja kushindwa kusimama kwa uume. Na wengine pia wakienda kwenye haja unakuta anatoa haja na shahawa au mbegu. Na kama unapiga punyeto ndugu yangu, basi tutanjoo tukupatie program maalum itakayokusaidia kuondokana na changamoto hiyo. Kama utakuwa na swali lolote, basi tuulize. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau subscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Karibu na Mungu akubariki.